sijui kama wananificha ile mbele waende hospitali. Oh. Maana ameniambia sikusafiri tena, alete mkomba, sijui ameshafariki maskini. Kuna taarifa imetufikia hivi punde kuhusiana na msiba wa babake msanii wa nyimbo za Singeli hapa nchini, Meja Kunta. Of course utaona ya kwamba siku mbili hapa nyuma Meja Kunta alishare kupitia mitandao ya kijamii ya kwamba baba yake anaumwa kwenye hali mbaya na hawezi kuomba fedha kwa watu, hivyo alikuwa anahitaji msaada wa kuuza baadhi ya vitu vyake anavyovimiliki ili aweze kumsaidia baba yake. Kwenye post ya kwanza Meja Kunta alionyesha kwamba sijazoea kuomba, lakini baba yangu yupo ICU na pesa zangu zimeisha. Kama unahitaji kununua gari, kiwanja, nyumba, simu, games au mali yoyote, naomba ni DM nikuuzie, nahitaji cash haraka kwa ajili ya matibabu ya baba yangu tafadhali. Akaendelea akasema heka 13 zinauzwa Mlaleni, Kongowe, Temeke, nahitaji mteja wa haraka, madalali wote mnakaribishwa DM. So baada ya taarifa hii, serikali kupitia naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, si mwingine bali ni Mwanaifea Hamisi Mwinjuma, aliona na kuweza kuwapigia simu kwa ajili ya kuwasaidia, ambapo yeye mwenyewe Meja alidhihirisha kwamba amepokea msaada wa dhati, akisema shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Waziri Mwanaifea kwa kunipigia simu na kuendelea kufuatilia hali ya baba yangu katika kipindi hiki kigumu. Msaada wako na kujali kwako kumetupa faraja kubwa. Mungu akubariki sana na akuongezee zaidi. So baada ya hii nikamtafuta Meja mwenyewe leo mapema kabla ya kupokea taarifa ya msiba, ambapo aliniambia amepigiwa simu aende hospitali ila anahisi kama wanamficha kitu na huenda kutakuwa kuna issue. So baada ya kwenda kweli, taarifa zikathibitishwa kwamba baba yake amefariki. Tunaye meneja wake hapa, msanii anaitwa Wasowiso. Huyu ni meneja wa muziki wa Singeli, anaitwa Wasowiso na ni meneja pia wa msanii huyu, ambapo yeye anafunguka zaidi kuhusiana na taarifa hizi za msiba. Asante bwana, mzee kaondoka bwana. Da pole, nimeongea na Meja Kunta muda kidogo akaniambia ndo anakuja hospitali. Bwana, wakati anakuja pale madaktari walikuwa wanatuficha. Ndio tuko hapa tumefika ndio wametupa hiyo taarifa. Hivi mzee alikuwa anasumbuliwa na nini? Ni stroke. Alafu ni muda mrefu tumemana naye sana. Ni stroke na pressure. Okay, sawa. Amefariki hospitali gani? Temeke Hospital. Umeshafahamu msiba utakuwa wapi? Nyumbani kwake au wapi? Ni kwa Meja Mbezi Beach au Temeke. Tunaweza tukaweka kwa Meja Mbezi Beach au Temeke. Labda kwa lolote la kuambia Watanzania kwa hivi sasa, kwa sababu tuliona pia Meja amemuuguza baba yake kweli mpaka akaomba msaada. Je, ni kweli serikali iliingilia kati kumhudumia? Ya kweli Mwanaifea jana akatusupport kuna vitu, na pia hata leo ofisi ya rais wametupigia simu asubuhi, wakawa wanajua labda mzee bado anaumwa ili tuangalie process nyingine, lakini tukawaambia kama mzee kafariki. Wametupigia simu ofisi ya rais asubuhi na mama alitaka amsaidie. Sawa, lakini alikuwa anauza vitu vyake, alishafanikiwa kuviuza? Hapana, ile kuuza aliposti tu kwa ile, kwa sababu ilikuwa ni asubuhi, kaamka na mawazo, na tumemuuguza kwa gharama nyingi sana. Maana yake aliposti tu kwenye miemko, lakini kila kitu kilikuwa kiko sawa, hamna kilichouzika bwana. Watu baada ya kusema kuuza, hamna kitu alichouza hata kimoja. Aliposti tu.